السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من العدم إلى الوجود وجعله بشرا سويا وكمله بالعقل بين الأنام وأفاض عليه من النعم ما لا يعد ولا يحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia sisi akatupa fursa na akatupa siha ya kukutana na siku adhimu ambayo ni siku ya Ijumaa. Wengineo walikuwa na matarajio, waliweka dhamira na walikusudia kuja kujumuika katika nyumba tukufu, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa uwezo wake Allah basi wakawa hawakufanikiwa, ima kwa nyudhuru za kisheria ambazo zimo katika misingi ya kisheria, na wengine wakawa ni kwa ujeuri wao, basi wakawa hawakufanikiwa kuhudhuria katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sisi ambao tumepata fursa hii ni kiasi cha kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Hutuba ya leo inamweleza mwanadamu, inamwelezea mwanadamu Allah alivyofanya kazi kubwa ya kumtengeneza mwanadamu, nguvu iliyotumika, ufanisi uliotumika katika kumuumba huu mwanadamu. Mwanadamu, utaalamu ambao umetumika kuumbiwa yeye ni utaalamu wa hali ya juu sana, lakini sasa yafikia mwanadamu pamoja na kuumbwa kwa utaalamu mzuri huo, lakini yafikia mwanadamu haelewi nini makusudio yake, nini kusudiwa la kutengenezwa vile. Kwa lazima sisi tujitafakari. Tumetengenezwa na tumeumbwa, lakini hatujaumbwa bure. Tumeumbwa ili tuje tutekeleze yale ambayo tumeumbiwa sisi wanadamu, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani kamtukuza mwanadamu kwa aya mbalimbali. Lakini lengo la kuumbwa na kutengenezwa kwa umbo zuri ambao tumepatiwa sisi wanadamu,
basi makusudio ni ili tuje tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Shukurani yetu sisi ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kuumbiwa kwetu ni kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa yafikia mtu atoka katika malengo kusudiwa, anafuata yale ambayo hajaumbiwa. Ni mtihani ambao tulionao kwa hizi zama tulizo nazo sisi hivi leo. Yatakikana tuvaane na kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anatuambia, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, yule ambaye atakayefanya wema hakuna malipo atakayestahiki isipokuwa atalipwa malipo ya wema. Leo hii ukatenda wema, ukafanya kheri mbalimbali, basi tarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala lazima atakulipa wema.